Tume ya Madini imejidhatiti na kulenga katika vipaumbele kadhaa, ikiwa ni pamoja na usimamizi na uwazi, uwekezaji na ubunifu, mazingira na uwajibikaji wa jamii, na ujenzi wa uwezo wa watendaji na wadau wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia ushirikishwaji wa Tanzania ukiongezeka mwaka hadi mwaka. Kufikia sasa, Watanzania wanashirikishwa katika fursa zilizopo migodini nchini kwa wastani unaozidi 75% katika migodi yote. Watanzania hawa wengi ni wachuuzi kwa sasa, middlemen. Sasa imefika wakati tuweke bidii, twende kwenye hatua nyingine, tuwe wazalishaji. Tuanzishe viwanda vya kuzalisha bidhaa zinazotumika migodini nchini na nje ya nchi yetu. Tunapoendelea na jukwaa hili la 4, napenda tujikumbushe lengo kuu kwa nini tuko hapa. Sisi kama kamati tunapendelea na tunaona kwamba ushirikishwaji wa Watanzania ni kuhakikisha vipaji, rasilimali na biashara za Watanzania zinashirikishwa kikamilifu katika mnyororo wa uongeza wa thamani wa madini katika nchi yetu. Hivyo basi, ushirikishwaji wa Tanzania sio sera tu ndugu zangu, bali ni mikakati ya ukuaji endelevu. Tume ya Madini imejipanga na tutaendelea kusimamia hilo. Na pia sio hivyo tu, ni katika kuangalia na kuongeza wigo wa kutengeneza ajira, kujenga uwezo na kuendeleza ubunifu wa Tanzania. Na sio hivyo tu, pia tuweze kuwapa fursa na sapoti 100% kabisa, ili kuweza kuwawezesha na wenyewe waweze kufurahia mafanikio katika sekta ya madini. Katika usimamizi huu, kamati pia imekuwa ikishauri serikali kuendelea kuweka na kuboresha mazingira katika sekta ya madini ambayo yatahamasisha ushirikishwaji wa Watanzania kupitia utoaji wa huduma kwenye migodi na katika makampuni ya madini, pamoja na uwekezaji wa ongezeko la thamani kwenye madini mbalimbali yaliyopo nchini. Ushauri huu pia unalenga kutekeleza ahadi za CCM, hususan ile ibara ya 65 ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, ambapo CCM imesema itaendelea kusimamia serikali na kuhakikisha mapinduzi makubwa yanafanyika katika sekta hii ya madini, lakini lengo ikiwa ni kuwawezesha wananchi kuwa sehemu ya umiliki wa madini au rasilimali ambayo ni mali ya nchi hii. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeweka ibara hiyo, na nyinyi kama wizara mnaitekeleza sana tena kwa vitendo, kama tulivyomsikia pia mwenyekiti wa Tume ya Ushirikishwaji. Kwa kweli na pongezi na hongereni sana kwa hilo. Mheshimiwa Waziri, uzingatiaji wa ushauri wa kamati umekuwa na tija kwa wizara, na miongoni mwa matokeo yake ni kuendelea kufanyika kwa majukwaa ya kutathmini utekelezaji wa namna ya kuwawezesha Watanzania wanaoshiriki katika sekta hii ya madini.